السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Aziz anasema mwezi wa Ramadhan ulikuja na umeenda haraka sana, ingawa siku zilikuwa ndefu sana na ilikuwa joto pia, na joto ilipatikana sana katika nchi hii, lakini licha ya kuwa na hali hii yote, wote waliokutana nami wanasema sisi hatukusikia njaa wala kiu, na wanasema kwamba hawakupata matatizo kwa sababu ya joto. Lakini hii haitoshi kwamba tuseme kwamba mwaka huu saumu ilikuwa nzuri na ilikuwa rahisi na hatukupata shida ya njaa na kiu. Ikiwa sisi tuliweza kufunga vizuri, hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, kwamba yeye aliturahisishia siku hizi za saumu. Au ikiwa tulipata njaa na kiu kidogo, kwamba tulipata njaa kidogo na kiu kidogo, hii haitoshi, bali tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali zetu. Tunatakiwa tuchunguze kwamba sisi katika siku hizi za baraka za Mwenyezi Mungu tumepata nini. Hata kama saumu zilienda vizuri au hata kama tulipata njaa na kiu kidogo, kwa sababu ya mambo haya mawili hatupati malengo ya saumu. Malengo ya saumu yatapatikana wakati tutakapochunguza na tutakapozingatia sisi tumepata nini katika mwezi huu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu ambaye anakuja karibu sana katika mwezi huu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu ambaye kwa kuwa karibu na waja wake anasikia maombi zao na anapokea maombi yao. Mwenyezi Mungu ambaye katika siku hizi za Ramadhan anakuwa ujira wa wale wanafunga saumu. Mwenyezi Mungu ambaye katika siku hizi za Ramadhan anafunga shaitani. Sisi katika fadhila hizi za Mwenyezi Mungu na katika rehema hizi za Mwenyezi Mungu tumefanya juhudi gani, au sisi tumeahidi nini katika mwezi huu? Jambo hili linatakiwa lichunguzwe sana. Sisi kwa ajili ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya
kwa ajili ya kuacha makosa ya dhamani tumeahidi nini na kiasi gani tumeleta mabadiliko ndani yetu. Basi mambo haya yote yanatakiwa yachunguzwe. Ikiwa sisi tunafanya hivi, basi tutaendelea kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, na vile vile tutaendelea kuleta mabadiliko ndani yetu, na hivyo ndivyo tutaendelea kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tulianza kusali swala bila kukosa kwa sababu ya mwezi wa Ramadhan, kisha baada ya Ramadhan tunakuwa wavivu katika swala, basi jambo hili si jambo la kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tulianza kuja kwa ajili ya kusali swala za Ijumaa katika mwezi wa Ramadhan na baadaye sisi hatuswali, basi kitu hiki si sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tulianza kusoma Qur'ani tukufu katika Ramadhan tu na baadaye hatujali kuhusu usomaji wa Qur'ani tukufu, basi kitu hiki pia si sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tulianza kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhan, baadaye hatukumkumbuka, basi tunatakiwa tukumbuke Mungu hataki sisi tufanye hivi au tuwe wa aina hii. Ikiwa sisi tuliboresha hulka zetu na vile vile tulifanya mema katika Ramadhan tu, katika hali hii tunatakiwa tujue Mungu hatutaki kwamba tufanye hivi, bali Ramadhan inakuja kwa ajili ya kutupatia mazoezi. Mungu amefaradhisha Ramadhan kwa ajili ya hii, kwamba wema tulioanza kufanya katika mwezi wa Ramadhan mupate maendeleo zaidi katika siku za kawaida katika wema hii, na kila mwaka Ramadhan inapokwisha sisi tuwe tumepata maendeleo makubwa sana katika ibada na vile vile katika wema. Kisha tuendelee kupata maendeleo zaidi na zaidi katika ibada na mwema. Mwenyezi Mungu anataka sisi tuendelee kufuata wema hii katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu amesema aqimu salata, yani muswali swala kwa nyakati zao. Mwenyezi Mungu amesema hafizu ala salawati wa salati alwusta, yani mnalazimika kuzingatia swala, hasusan swala inayokuja katikati ya kazi. Hii ndiyo ni amri aliyotupatia Mwenyezi Mungu, na kila Muislamu anajua kwamba amelazimishwa kusali swala 5 kila siku. Kwa hiyo Mungu amesema mnalazimika kulinda sala zote 5, na hasusan swala inayokuja katikati ya kazi. Mungu ametukumbusha hasusan kuhusu swala ile, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua maumbile ya binadamu. Ndio maana kwa kusisitiza Mungu amesema mnalazimika kuzingatia swala ya katikati. Salatul wusta maana yake ni swala ya katikati au swala ambayo ni muhimu sana, yani wakati ambamo umuhimu wa swala inazidi. Na Mungu amesema kila swala ni lazima na ni muhimu. Kisha kwa nini Mungu amesema kwamba mnalazimika kuzingatia swala ya katikati, salatul wusta? Sababu yake ni hii, kwamba baadhi wakati wa swala mtu anatanguliza tamaa ya nafsi zake kwa ajili ya wengine. Kusali sala ya alfajiri ni ngumu sana. Kuamka wakati ule na kusali sala ya alfajiri inamleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili yule mtu sala ile ni muhimu, au kwa ajili mtu mwingine kwa sababu ya biashara yake kusali sala ya dhuhuri na alasiri inakuwa ngumu sana. Basi kwa ajili yule mtu sala hii inakuwa muhimu na inakuwa sala ya katikati.
kana kwamba mahali ambapo mtu anafanya juhudi na kwa kufanya juhudi anamwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anakubali swala yake na anamjaalia fadhila zake. Na Mwenyezi Mungu anamjaalia fadhila zake bila hisabu. Kwa hiyo wale ambao wanafanya juhudi katika njia zake, Mwenyezi Mungu anawapatia ujira mwema. Na wakati mtu anapovunja masanamu ya dunia na kwa kufanya hivi anamkaribia, anakuja karibu naye, basi katika hali hii anapata fadhila chungu mzima. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ametukumbusha kuhusu umuhimu wa swala, na yeye hakusema kwamba tusali swala katika Ramadhan tu, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu sala na kuhusu Ijumaa ametoa nasaha ambayo kwa ajili ya muaminio na kwa ajili ya yule ambaye anakuwa hofu wa Mwenyezi Mungu anatakiwa aendelee kuzingatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema swala 5 na Ijumaa hadi Ijumaa ijayo na Ramadhan hadi Ramadhan ijayo, katikati ya vitu hivi dhambi zinazotokea, vitu hivi vinakuwa kafara ya dhambi hizi zote mpaka mtu afanye dhambi kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba swala 5 inakuwa kafara wakati mtu anapofanya juhudi, na kwa kufanya juhudi anaswali swala kwa nyakati zao, na nafasi inayopatikana katikati ya swala anafanya juhudi asifanye dhambi. Ikiwa makosa madogo madogo yanapatikana katikati ya swala hizi, basi Mungu anamsamehe, lakini sharti yake ni kwamba mtu aswali swala kwa wakati wake na vile vile aswali kwa masharti yake. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza muhimu wa Ijumaa pia, kwamba kama kuna muhimu wa swala, kwamba swala inatakiwa iswaliwe kwa wakati wake. Ikiwa mtu anafanya hivi, makosa madogo yanayopatikana katikati ya swala Mungu anasamehe. Au ikiwa mtu anaswali swala kwa kutimiza haki zake, basi katika hali hii mtu anaepukana na maovu makubwa pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kama swala 5 ni fardh, hivyo ndivyo Ijumaa pia ni fardh. Na Ijumaa hadi Ijumaa hii ijayo, makosa madogo madogo yanayopatikana katikati ya Ijumaa hii Mungu anasamehe. Mtu asidhani kwamba katika hali hii mtu anaweza kufanya makosa madogo kwa sababu Mungu atamsamehe. Si hivyo, bali maana yake ni hii kwamba kwa sababu ya udhaifu wa binadamu, ikiwa mtu amekosea, amefanya makosa madogo, basi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kusali swala 5 na kwa sababu ya kusali swala ya Ijumaa na kwa sababu ya ahadi zao kwamba mimi sitafanya dhambi hii tena, kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza kuhusu umuhimu wa kusali Ijumaa bila kukosa alisema, yule ambaye hakusali Ijumaa 3 bila kuwa na udhuru wowote, basi Mungu atatia muhuri moyoni mwake. Katika riwaya nyingine inapatikana kwamba moyo wake unakuwa mweusi ikiwa yeye haswali sala 3 bila kuwa na udhuru wowote. Basi inatakiwa kila mmoja aelewe muhimu wa Ijumaa nini. Leo ni Ijumaa mwisho ya Ramadhan. Wengine labda wamekuja kusali Ijumaa kwa sababu ya umuhimu huu, kwamba hii ni Ijumaa mwisho ya Ramadhan, kwa hiyo sisi tuje hapa na tusali Ijumaa. Au baadhi wakati wapo wengine wanasema kwamba lazima tuje na tusali swala ya Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan. Wanajumuia wanakumbushwa mara kwa mara kuhusu umuhimu wa Ijumaa. Labda watapatikana wachache ambao watakuwa wavivu katika kusali swala ya Ijumaa, lakini yeyote anayekuwa mvivu katika kusali swala ya Ijumaa anatakiwa achunguze hali yake.
na baada ya kusikiliza nasahi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa achunguze hali yake. Mwenyezi Mungu hakusema kwamba musali swala ya Ijumaa inayokuja katika Ramadhani au musali Ijumaa mwisho wa Ramadhani basi mtapata thawabu, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anasema kila Ijumaa ni muhimu. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yani enyi mlioamini, wakati unapoitwa siku ya Ijumaa kwa ajili ya swala basi nyinyi muelekee mara moja kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na muache biashara yenu. Hii ni nzuri kwa ajili yenu ikiwa nyinyi mnajua. Basi muaminiyu amepewa amri hii. Yule anayedai ni muaminiyu amepewa amri hii kwamba yeye aswali kila Ijumaa bila kukosa, na siku ya Ijumaa aache biashara yake na shughuli zake kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Mungu anasema muache kazi zote, biashara zote, muache faida zote za dunia. Basi siku ya Ijumaa muzingatie kitu kimoja tu, kwamba mnalazimika kusali swala ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu amesema ikiwa nyinyi mnao elimu basi mtajua kwamba kitu hiki ni vizuri, ni kizuri kwa ajili yenu, na kwa sababu ya hii baraka itapatikana katika biashara zenu. Kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, yule anaiacha Ijumaa bila kuwa na udhuru wote basi muhuri inapigwa moyoni mwake. Na imani ya watu wa aina hii haiwezi kuwa imani sahihi. Ikiwa mtu anakuwa na imani halisi katika hali hii, mtu hawezi kuacha Ijumaa kwa sababu ya masilahi ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kuhusu wale watu ambao wanakuja kusali swala ya Ijumaa kwa nyakati zake. Alisema wakati wa Ijumaa inapofika, malaika wanasimama katika kila mlango wa msikiti, na wao wanaandikisha majina ya wale wanaokuja kusali swala ya Ijumaa. Na wakati imamu anapomaliza hutuba yake, wale malaika wanafunga vitabu vyao, daftari yao, na wanaanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Katika riwaya nyingine inapatikana hivi, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku ya kiyama watu watakaa sawa na hali yao ya kusali swala ya Ijumaa, yani katika mstari wa kwanza, ya pili na tatu. Basi wale watu ambao bila kuwa na udhuru wowote wanakuja kusali Ijumaa kuchelewa, wao pia wanatakiwa wakumbuke hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba hapa leo kwa sababu ya Ijumaa ya Ramadhan watu wamekuja mapema kwa ajili ya kusali Ijumaa, lakini kawaida nimeona wakati mimi napokuja kwa ajili ya kusalisha Ijumaa, misikiti inakuwa nusu, kisha polepole mpaka mwisho wa hutuba au dakika kadhaa kabla ya kumaliza hutuba au msikiti unajaa. Kwa hiyo watu wanakuja kuchelewa. Basi natakiwa katika siku za kawaida pia tuwe waangalifu kuhusu Ijumaa na kuja kwa wakati. Na kuhusu Ijumaa niseme hii pia kwamba Ijumaa ni fardh kwa ajili ya wanaume. Ikiwa wanawake wanaweza kuja kwa ajili ya Ijumaa basi ni sawa, wanaweza kuja, wanaweza kupata thawabu zaidi, lakini Ijumaa si fardh kwa ajili ya wanawake. Na baadhi wakati kwa sababu ya kuja kwa wakina mama, watoto pia wanajua umuhimu wa swala, lakini imelazimishwa kwa ajili ya wanaume wao waje kwa ajili ya kusali Ijumaa msikitini, si wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kila Muislamu analazimika kusali swala ya Ijumaa kwa jamaa isipokuwa watu 4, na hawa watu ni mtumwa, mwanamke, mtoto na mgonjwa. Yani hawa 4
ni wale ambao ijumaa haikufaradhishwa. Hazur anasema zamani watumwa walikuwa wakipatikana, siku hizi hawapatikani, lakini wale ambao ni wafanya kazi wao wanatakiwa wafanye juhudi, wachukue ruhusa kutoka kwa mabosi ili waweze kusali swala ya ijumaa. Wapo wengine ambao walifanya hivi na walipata ruhusa kutoka kwa viongozi wao na walianza kusali ijumaa. Kisha wale wanaojumuia wanafanya kazi sehemu mbalimbali wanaweza kusali ijumaa maeneo mbalimbali, lakini kwa ajili ya wanawake si lazima waje kwa ajili ya ijumaa, hususan wale wanawake ambao watoto wao ni wadogo. Wao wasije msikitini pamoja na watoto wadogo hawa, kwa sababu wakati watoto wanapolia swala ya watu wengine inaharibika na au hawawezi kusikiliza hutuba vizuri. Lakini kila mmoja analazimika kuja kwa ajili ya swala ya Idi, iwe mwanamke au mwanamume. Kwa hiyo wote wanatakiwa waje kwa ajili ya kusali swala ya Idi. Siku ya Idi wale wanawake ambao wanao watoto wadogo wao wanaweza kukaa pembeni na wanalazimika kusikiliza hutuba hata kama hawalazimika kusali swala. Hazur anasema leo watu wengi wamekuja kwa ajili ya kusali ijumaa, ndiyo maana mimi nakumbusha kuhusu kitu hiki kwamba wanaume wachunguze swala yao ya ijumaa. Kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema makosa yanapatikana katikati ya Ramadhan mpaka Ramadhani ijayo, kwamba makosa yanayopatikana katikati ya Ramadhan Mungu anasamehe makosa haya, lakini inatakiwa ikumbukwe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam njia aliyotufundisha kwa ajili ya kuepukana na madhambi. Anaeleza kwa utaratibu. Kwanza alisema kuhusu sala, baadaye alisema ijumaa, kisha amesema Ramadhan. Basi kwa utaratibu huu inatakiwa wazo hili liondoke kwamba baada ya mwaka moja kusali sala ni sababu ya kusamehe dhambi. Si sahihi, bali inatukumbusha kwamba tunalazimika kusali swala 5, kisha kusali swala ya ijumaa kila wiki. Mtu atapata baraka akifanya hivi, na kisha ijumaa inayoswaliwa kila mwaka itampeleka mwanadamu katika mwezi wa Ramadhani, na yeye atapata baraka za Mwenyezi Mungu. Swala za 5 zitasema mbele ya Mwenyezi Mungu, huyu ni mtumishi wako, kwa sababu ya hofu yako na kwa sababu ya mapenzi yako alijaribu kuepukana na madhambi makubwa na aliendelea kuja kwako mara 5 kila siku. Kila ijumaa itasema mbele ya Mwenyezi Mungu, huyu mtumishi wako siku 7 aliwahi kujiepusha na madhambi makubwa, na alikuwa akija kwa ajili ya swala ya ijumaa, ambamo kuhusu ijumaa nabii wako alisema kwamba kuna wakati maalum ambamo Mungu anapokea maombi. Huyu mtumishi wako alikuwa akija na alikuwa akikuomba. Ramadhani itasema mbele ya Mwenyezi Mungu, Mola wangu, huyu mtumishi wako baada ya kutimiza haki ya mwezi wa Ramadhan alijiepusha na madhambi, na kwa kufanya wema ameingia katika Ramadhani hii kwa matamanio haya kwamba Mungu atamsamehe na atamwokoa katika moto wa jahanamu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu ambaye ni msamehevu mrehemevu atampatia baraka zake na atamfunika katika shuka ya rehema yake, na vile vile Mungu atamsalimisha katika mashambulio ya shetani. Basi wenye bahati nzuri ni miongoni wetu wale ambao kwa fikra hii wanaswali swala zao na ijumaa zao
na vile vile wanatimiza saumu zao, haki za saumu zao, na kwa kufanya hivi wanakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na wao wanatoka katika msimu huu wa Ramadhan kwa kuwa katika hali ya uchamungu, na wao wanapata utakaso ambao unawafanya kuwa watu wa kutimiza haki ya ibada za Mwenyezi Mungu daima dawamu. Kisha katika Ramadhan mtu anasikiliza Qur'ani tukufu au anasoma Qur'ani tukufu. Watu wengi wanafanya juhudi waweze kusoma Qur'ani tukufu angalau mara moja katika Ramadhan, kwa sababu hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hii, katika mwezi huu wa Ramadhan kusoma Qur'ani tukufu inatakiwa itukumbushe kuhusu hii pia, kwamba hata baada ya Ramadhan kila siku bila kukosa tutasoma Qur'ani tukufu, na lazima tutasoma sehemu kadhaa ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu ikiwa upande mmoja ametukumbusha kuhusu wakati mbalimbali wa swala na ameeleza umuhimu wake, kule amesema hii pia, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda, yani musome Qur'ani tukufu asubuhi. Bila shaka mtu anaposoma Qur'ani tukufu asubuhi ushahidi wake unatolewa mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi haitakiwi, Mungu hakusema kwamba Qur'ani isomwe kwa siku kadhaa tu, bali Mwenyezi Mungu amesema kwamba kusoma Qur'ani tukufu kila siku ni muhimu sana. Kisha pamoja na usomaji wa Qur'ani tukufu mtu anatakiwa aelewe maana yake ni nini, analazimika kusoma tafsiri yake ili sisi tuweze kujua amri za Mwenyezi Mungu ni nini. Hususan katika zama hizi tunalazimika kusoma tafsiri ya Qur'ani tukufu, kwa sababu wakati Waislamu wamesahau mafundisho ya Qur'ani tukufu. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia kwa kutukumbusha kuhusu hii amesema, wale watu ambao watakaoheshimu Qur'ani tukufu watapata heshima huko mbinguni. Ni nani ambaye hataki kupata heshima huko mbinguni? Basi kusoma Qur'ani tukufu kila siku na vile vile kujua kuhusu amri zake, mtu atapata baraka kutoka katika usomaji wa Qur'ani tukufu. Vile vile Mwenyezi Mungu amesema, ikiwa mnataka ufaulu basi muendelee kunikumbuka baada ya swala ya Ijumaa. Mnapomaliza swala ya Ijumaa basi muendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na mkumbuke Mungu, hivi mtapata ufaulu. Basi kwa kuzingatia umuhimu huu wa usomaji wa Qur'ani tukufu, hatutakiwi tuwe wavivu katika usomaji wa Qur'ani tukufu. Hivyo ndivyo jinsi tulivyoanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika Ramadhan, faida yake itapatikana wakati baada ya Ramadhan. Pia tutaendelea na tabia hii na mwenendo huu. Hivyo ndivyo kuna hulka zingine. Sisi wanajumuiya ni wenye bahati nzuri kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi ya kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wasalam, na Sayyidina alayhi salatu wasalam alituelekeza katika njia iliyonyoka, na alituelekeza katika njia za Mwenyezi Mungu, na alituongoza kuhusu amri za Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alitutaka nini? Kuhusu hii ametukumbusha mara kwa mara. Amesema, nyinyi ambao mmefanya bayati yangu mnatakiwa mulete mabadiliko mazuri kwa kufuata hulka njema. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema, madamu mtu hapati moyo safi, na yeye madamu hafungi njia zote zisizo za halali, na yeye hainui mikono yake mbele ya Mwenyezi Mungu,
ikiwa yeye hana hali hii, yeye hawezi kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Lakini yeye anapoangukia mlango wa Mwenyezi Mungu na anamwomba kwake, basi katika hali hii yeye anapata msaada wa Mwenyezi Mungu na yeye anapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni anazingatia katika moyo wa mtu. Ikiwa anaona kuna giza katika sehemu ya moyo, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu hapokei maombi yake na swala zake. Lakini yeye anapoona kwamba moyo wake ni safi katika tamaa ya kila aina, basi kwa ajili ya yule mtu Mungu anafungua milango ya rehema zake, na yeye mwenyewe anamlea na anachukua jukumu ya kumlea. Basi hii ndiyo ni hali tunatakiwa tunayo katika maisha yetu. Ibada zetu ziwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Baada ya Ramadhan pia tuendelee kuchunguza swala zetu, ili kila hatua tuwe chini ya kivuli cha rehema ya Mwenyezi Mungu na sisi tulelewe na Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba baada ya kufanya baiati yake hulka zetu zinatakiwa ziwe za aina gani, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema wale ambao kwa kujiunga nami na wao kwa kufanya baiati ya jumuiya hii, lengo la hii ni kwamba wao wawe katika hali ya juu ya uchamungu na mwema, na wao wasifanye maovu wala vitendo vibaya katika maisha yao. Wao wawe waswaliaji swala 5 bila kukosa, na wao wasiseme uongo, na wao wasiwaudhi watu wengine kwa ulimi wao, na wao wasifanye maovu, na wao wasifanye fitina na ufisadi na shari, na hata wasiwe pate wazo la fitina na ufisadi mioyoni mwao. Wao waepukane na tamaa ya nafsi, na wawe watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao hawana shari, na wawe watumishi wa Mwenyezi Mungu kweli kweli. Kisha Sayyidina Alayhi Salam anasema mnatakiwa muwe na tabia ya kusamehe. Si lazima kwamba mujibu kila wakati, bali mnatakiwa musamehe na vile vile mutumie upole. Basi sisi tunalazimika kuwa na hulka hizi, si katika Ramadhan tu, bali kila wakati tunatakiwa tuwe na hulka hizi. Tusiseme katika Ramadhan kwamba mimi nimefunga kwa hiyo mimi sitapigana, bali tunatakiwa tuwe na tabia hii katika maisha yetu ya kawaida, na tunatakiwa maisha yetu yawe sawa na hulka njema. Sayyidina Alayhi Salam anasema inatakiwa mioyo yenu isiwe na udanganyifu, na mioyo yenu pia isifanye dhuluma, na macho yenu yasiwe na uchafu aina wote, na nyinyi msiwe na kitu kingine isipokuwa huruma kwa ajili ya watu wengine. Yani mnatakiwa mufuate njia iliyonyoka. Sayyidina Alayhi salatu wasalam alisema ikiwa nyinyi mtakuwa na sawa na hali hii jinsi Mungu anataka, basi katika hali hii muelewe kwamba Mungu atakuwa rafiki yenu. Mtakuwa mmelala na Mungu ataamka kwa ajili yenu. Ninyi mtaghafilika katika maadui, lakini Mungu ataangalia mdui wenu na atavunja njama yake. Basi tunatakiwa tuzingatie mambo haya yote katika maisha yetu, kwa sababu Sayyidina Alayhi salatu wasalam ametukumbusha kuhusu mara kwa mara kwamba ikiwa nyinyi hamzingatii vitu hivi katika hali hii, bayet haitaleta faida kwa ajili yenu. Sayyidina Alayhi salatu wasalam ametupatia nasaha, na kila mmoja anaweza kuchunguza kiasi gani anafuata nasaha hizi za Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Sayyidina Alayhi salatu wasalam anasema nyinyi hamwezi kupokelewa na Mwenyezi Mungu mpaka ndani yenu na dhahiri yenu iwe sawa.
nyinyi muwarehemu wadogo kwa kuwa wakubwa badala ya kuwafedhehesha, na nyinyi msionyeshe elimu yenu. Yani ikiwa nyinyi mnao elimu muwapatie nasaha wengine kwa kutumia unyenyekevu, na msiwasihi kwa kuonyesha ukubwa wenu na kisha kwa ajili ya kuwafedhehesha. Amesema kwa kuwa matajiri muwahudumie wanyonge, na nyinyi msifanye kibri. Ikiwa Mungu amewapatia mali na amewapatia wasaa, basi muwahudumie wengine badala ya kufanya kibri juu yao. Amesema muendelee kuogopa njia ya mangamio, muendelee kumwogopa Mwenyezi Mungu, mufuate ucha Mungu na muelekee Mwenyezi Mungu, na msitegemee dunia, na muwe watumishi wa Mwenyezi Mungu, na muishi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu muchukie uchafu na dhambi, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe mtakatifu. Ikiwa nyinyi mnataka kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu, basi mnatakiwa muwe safi, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Anasema kila asubuhi inatakiwa itoe ushahidi kwa ajili yenu kwamba muliishi kwa ucha Mungu usiku, na kila usiku utoe ushahidi kwamba muliishi mchana kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Anasema msiogope laana ya dunia, kwa sababu laana hii itapotea, na laana hizi haiwezi kufanya mchana kuwa usiku, bali muogope laana ya Mwenyezi Mungu ambayo inashuka huko mbinguni, na laana hii inamshukia, basi yeye anangamia katika dunia hii na katika akhera. Anasema nyinyi hamwezi kuepukana na hali hii kwamba mmefanya kitu chochote kwa ajili ya kuonyesha wengine. Hamwezi kupata ufaulu hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yetu. Je, nyinyi mnaweza kumdanganya Mwenyezi Mungu? Hamwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi muwe watu safi na muwe watu watakatifu na waliotakaswa. Ikiwa nyinyi mnao giza moyoni mwenu, basi katika hali hii nuru yote itaondoka kwa sababu ya giza ile ndogo. Anasema ikiwa nyinyi mnao kibri katika maisha yenu wa majivuno au nyinyi ni wavivu, basi nyinyi si wale ambao watakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Isije nyinyi kwa sababu ya maneno kadhaa mujidanganye kwamba sisi tumefanya tuliotakiwa tufanye, kwa sababu Mungu anataka mapinduzi yapatikane katika maisha yenu. Ikiwa nyinyi mpokea Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, mnalazimika kuleta mapinduzi katika maisha yenu. Mungu anawatakieni kifo, baada ya kifo hiki Mungu atawapatieni uhai. Anasema nyinyi mupatane haraka iwezekanavyo na musamehe dhambi ya ndugu zenu, kwa sababu ni mwenye shari ni yule ambaye hapatani na nduguye. Yeye atakatwa katika jumuiya kwa sababu analeta ikhtilafu katika jumuiya. Nyinyi muache chuki, muache uadui wa binafsi na msilete chuki katika maisha yenu, na nyinyi muonyeshe unyenyekevu sawa na mtu ambaye ni mkweli lakini anajionyesha kama ni muongo. Nyinyi basi mwenye bahati mbaya ni yule mtu ambaye hasikii na saa hizi, hapokei na saa hizi ambazo mimi nilizozieleza. Yule ambaye hakubali na saa hizi ambazo zilizoelezwa na Mwenyezi Mungu, lakini mimi nimeeleza. Ikiwa nyinyi mnataka Mungu awe radhi huko mbinguni, basi nyinyi muwe sawa na ndugu wawili waliozaliwa katika tumbo moja. Mwenye heshima ni yule ambaye anasamehe dhambi ya nduguye, na mwenye bahati mbaya ni yule ambaye yeye hasamehe, basi yeye hahusiki nami. Anasema Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, mtu mbaya hawezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, mwenye kibri hawezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, mdhalimu hawezi kupata ukaribu na Mungu, na hain hawezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na yule ambaye hana ghaira kwa ajili ya jina la Mwenyezi Mungu hawezi kupata ukaribu naye.
sayyidina alayhi salatu wasalam anasema zaidi, kila jicho chafu ni mbali kutoka Mwenyezi Mungu. Yule ambaye ni motoni kwa ajili ya Mungu ataokolewa katika moto, yule ambaye analia kwa ajili yake atacheka, na yule ambaye anaacha dunia kwa ajili yake atapata. Basi nyinyi kwa moyo safi na kwa imani halisi muwe rafiki wa Mwenyezi Mungu, ili yeye pia awe rafiki yenu. Nyinyi mufanye ihsani wanyonge na wake zenu na muwarehemu, ili nyinyi pia mpate rehema kutoka mbinguni. Nyinyi muwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ili Mungu pia awe rafiki yenu. Amesema maafa hayawezi kupatikana mbinguni mpaka uamuzi ufanywe huko mbinguni. Basi ufahamu wenu ni katika hii kwamba mushike mzizi si tawi. Kwa ajili yenu nasaha muhimu ni hii kwamba nyinyi msiache Qur'ani tukufu kilichoachwa, kwa sababu maisha yenu yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Yani muendelee kufuata mafundisho Qur'ani tukufu. Anasema wale watakaoheshimu Qur'ani tukufu watapata heshima huko mbinguni. Wale ambao watakaotanguliza Qur'ani juu ya kila hadithi basi wao watapata heshima huko mbinguni. Kwa ajili ya wanadamu hakuna kitabu kingine isipokuwa Qur'ani tukufu, na hakuna nabii yeyote kwa ajili ya watu isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi nyinyi mfanye juhudi kwamba muwe na mapenzi ya hali ya juu na huyu nabii Mtume sallallahu alaihi wasallam, na msimtangulize mtu mwingine yeyote juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili nyinyi mpate uokovu huko mbinguni. Na mkumbuke uokovu si ule ambao utapatikana baada ya kifo, bali uokovu halisi ni ule ambao unapatikana hapa duniani. Amesema ni nani ambaye aliyekoka? Ni yule ambaye anakuwa na yakini kwamba Mungu yupo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwombezi kati yake na katika viumbe vyake. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwombezi. Hakuna yeyote ambaye anafanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chini ya mbinguni, wala hakuna kitabu kingine kinachofanana na Qur'ani tukufu. Kwa ajili ya mtu mwingine Mungu hakutaka apate uhai wa milele, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata maisha ya milele. Baada ya mambo haya Sayyidina Alayhi salatu wasallam alisema, baada ya mambo haya yote nasema tena, msidhani kwamba sisi tumefanya bayat kwa kidhahiri. Dhahiri si kitu chochote, bali Mungu anachunguza mioyo yenu. Hazuru nasema basi kila mmoja wetu anatakiwa afanye ahadi katika mwezi wa Ramadhan kwamba nasaha zote zilizotolewa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na amri zote zilizotolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, sisi tutaendelea kuzingatia nasaha hizi na amri hizi, na sisi tutafanya juhudi ya kuishi sawa na amri hizi. Ikiwa tunafanya hivi, ndipo tunaweza kusema sisi tumeishi katika Ramadhan sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi na tuweze kuishi maisha yetu hivi. Hazur anasema baada ya swala ya Ijumaa itaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni Bi Mushtaq Zuhra sahiba, aliyekuwa mke wa Zuhura Masabaji wa marehemu. Tarehe 12 ya Juni saa 2 alifariki katika Rabwa katika umri miaka 91. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake Inayatullah sahib katika umri wa miaka 14 katika mkono wa halifa wa pili alifanya bayat. Marehemu aliolewa na Zuhura Bajwa sahib, na Maulana Ghulam Rasulaji ki sahib alitangaza ndoa yake, na Ghulam Rasulaji ki sahib alitoa hutuba ndefu sana wakati wa kutangaza ndoa yake. Na katika hutuba alieleza fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu. Hutuba ile ilikuwa ndefu sana.
na kwa sababu ya ndoa hii jumuiya iliingia zaidi katika familia yake. Marehemu alikuwa na watoto wa kiume 3 na mabinti 2. mtoto wake mmoja Hamid Bajwa ni wakfe zindagi yuko Marekani. Chaudhry Zahur Bajwa saheb aliwahi kuwa mbashiri hapa Uingereza. 1955 alirudi tena Rabwa, kisha aliteuliwa kuwa naib nazir Islah Shah, naib nazir Zaraat, nazir Umur Aman. aliwahi kuwa private secretary wa halifa wa pili. aliwahi kuwa nazir Talim al-Quran na mwishowe alikuwa sadr Anjuman Ahmadiyya pia. Bi Mushtaq Zohra sahiba aliishi vizuri na mume wake, na yeye hakumtaka vitu ambavyo vilikuwa vigumu kununua kwa ajili ya bwana Zahur Bajwa sahib ambaye alikuwa mbashiri. 1945 alipata mtoto wa kwanza. Umri wa mtoto ulikuwa mwezi mmoja. Wakati ule Chaudhry Zahur Bajwa sahib alitumwa London kwa kuwa mbashiri. Bajwa sahib alikuwa hapa katika Uingereza wakati Pakistan ilipopatikana. Mke wake alikuwa katika India wakati ule. Mke wake alipata shida mbalimbali. elfu moja mia tisa hamsini na moja mpaka 55 mke wa Bajwa sahib pia aliishi hapa Uingereza, na hali iliyokuwa ikipatikana wakati ule wa bashiri ilikuwa si nzuri. Katika shida waliishi, lakini marehemu hakuleta malalamiko yoyote, bali aliishi kwa subra sana. Kisha katika Rabwa walikuwa wakiishi katika nyumba za jumuiya. Baadaye walijenga nyumba yao, kwa sababu hawa walikuwa katika familia ya wakulima. Kuyo wanafunzi walikuwa wakija kusoma Rabwa kutoka katika kijiji chao, na vile vile watu wengine walikuwa wakiishi katika nyumba yao. Ingawa nyumba yao ilikuwa si kubwa sana, lakini watu 15-20 walikuwa wakiishi katika nyumba yake, na alikuwa akiwapatia karamu vizuri. Na mtoto wake anasema alikuwa akiswali tahajjud kila siku, kisha baada ya swala alfajiri alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kwa sauti ya juu. Alikuwa alifuga nyati na ng'ombe, kwa hiyo alikuwa akiwasaidia watu walikuwa wakiishi katika mtaa wake. Na kwa kuwa na shughuli hizi zote alikuwa akisimamia mambo yote ya nyumbani vizuri, na alijenga mahusiano mazuri na watu pia. Mtoto wake anasema alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Sayyida Maryam Siddiqa sahiba alikuwa mke wa halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Alisoma Qur'ani tukufu kutoka kwake, na vile vile alisoma tafsiri ya Qur'ani tukufu pia. Alikuwa akikutana na watu kwa hulka njema. Hazuru anasema alipokuwa hapa katika Uingereza kulikuwa hakuna fedha maalum kwa ajili ya kuwapikia wageni chakula, lakini yeye mwenyewe alijifunza namna ya kupikia chakula. Kwa hivyo yeye alikuwa akiwapikia chakula wageni. Amir Mahmud sahib naib nazir Islah Shah anasema kwamba alikuwa anaandika kuhusu Zahura Bajwa sahib, na yeye aliendelea kuwasiliana na marehemu mke wa Bajwa sahib. Anasema ingawa marehemu alikuwa katika familia ya ukulima, wakati alipoolewa na mbashiri basi aliishi maisha ya kawaida. Katika nyumba ya wazazi wake walikuwa wafanya kazi na watumishi, lakini alipoolewa na mtumishi alikuwa akifanya kazi mwenyewe. Alikuwa akieleza kuhusu tukio lake la hapa Uingereza kwamba katika msimu wa baridi kulikuwa hakuna geyser, wala kulikuwa hakuna heating system, wala kulikuwa hakuna makaa kwa ajili ya kuwasha. Katika msimu wa baridi
alifanya kazi na aliishi hapa. Chaudhry bajwa saheb pia aliishi maisha ya kawaida hapa Uingereza. Kisha anaandika kwamba 55 wakati Zuhur bajwa saheb alipohamishiwa Rabwa, wakati ule marehemu alikuwa mgonjwa na madaktari walisema apumzike, lakini wakati alipopata uhamisho watu wakasema kwamba mke wako anaumwa, kwa uchukue ruhusa kutoka kwa halifa wa pili, lakini alisema hapana, sisi tutarudi. Wala marehemu pia hakuleta udhuru wowote, bali mara moja walipopewa amri ya uhamisho walianza kujiandaa kwa ajili ya kurudi Rabwa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema uko peponi na amghufirie na msamehe, na Mungu awajalie watoto wake waendeleze wema yake. Jeneza ya pili ni Bi Abdul Bakr Saheb wa Misri. Tarehe 12 ya Juni kwa maradhi ya mshtuko wa moyo amefariki katika umri wa miaka 41. Ni lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amir wa Misri anaandika kwamba alijiunga na jumuiya 2002. Aliacha shughuli zake na alijitoa maisha yake kwa ajili ya huduma ya jumuiya. Alizaliwa katika mazingira ya ujahili, lakini licha ya kuwa na hali hii alikuwa mtu wa kupatana na watu. Kabla ya kujiunga na jumuiya, yeye alishangaa sana kwa kusoma vitabu vya maulama, kiasi hiki kwamba labda alianza kufikiria kwamba dini inatufundisha mambo haya, hususan hayate Masih na kuhusu kupazwa kwa Isa. Alikuwa akishangaa sana kuhusu imani hizi. Yeye alipewa channel na aliambiwa kwamba Masih alikuwa na sifa ambazo watu wengine walikuwa hawana. Kwa hiyo kwa yeye alipata MTA, na marehemu anasema kwamba mimi katika kipindi fulani nilimuona Mustafa Sabah Saheb alikuwa anasema kwamba Yesu hakufa msalabani bali alizimia, baadaye alihama na baadaye alifariki. Mimi nilikuwa nimekaa na mimi nilikuwa nimeegemea. Wakati niliposikia hii nikakaa vizuri na kwa makini sana, nikaanza kumsikiliza, na kipindi hiki kilikuwa cha Al-Hawari Mubashir. Mimi nilipojua kuhusu ukweli, mimi nikasema Allahu Akbar, haki imedhihirika. Anasema mimi nikasema na nilikuwa nimekaa wakati kasida ilirushwa katika MTA, na pamoja na kasida picha ya Sinam alayhi salatu wasalam pia ilionyeshwa. Mimi nikaanza kusikiliza kasida na nikaanza kuangalia picha kwa makini sana. Wakati nilipokuwa nachunguza picha ile, nikagundua kwamba huyu ni yule ambaye niliona katika ndoto yangu. Basi wakati ule furaha nilikuwa ninayo siwezi kueleza. Baadaye niliangalia vipindi vingine. Baada ya siku 3 Mwenyezi Mungu alinielewesha kuhusu kifo cha Isa. Watu wote wakawa wapinzani, lakini yeye hakuacha haki, bali aliendelea kupata maendeleo katika imani na aliendelea kuimarika siku hadi siku. Miaka 4 iliyopita alistaafu na alitoa maisha yake wakfu kwa ajili ya jumuiya. Alikuwa mtu mnyenyekevu na mwenye hulka njema sana, na alikuwa mtiifu hali ya juu. Alikuwa in charge wa watu wanajumuiya wapya. Mwenyezi Mungu alimjalia sifa ya subra na vile vile hulka za kuzungumza na watu wengine. Alikuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa akipenda sana
uhalifa. Miaka 5 iliyopita alimuoa mwanamke mmoja mwanajumuiya. Wakati alipofariki ameacha binti moja na mtoto wa kiume moja, na mtoto wake ni katika wakfe nao. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na apandishe madaraja yake, na Mungu mwenyewe awaangalie watoto wake na waendelee kuendeleza mema yake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله